Ewa, moto ni ule ule, haina kuremba, haina kupoa. Leo bwana nimekuletea package fulani hivi ya moto ambayo utakwenda kuikubali pia. Kwa vile unapokuwa unatazama hapo na familia, basi hakikisha unakuwa tayari umesubscribe, umeshare, umelike, pia umedondosha comment yako kutokana na kile ambacho tutakuwa tumekizungumza ndani au vipi. Leo bwana nataka nikupe kidogo ya story ambayo pia imetokana na tukio zima ambalo limekuwa likitokea na kuendelea kunako mitandao ya kijamii ambayo inakuwa ikimhusu bimdada anayefahamika kwa jina la Rachel Vera. Sitotaka kuingia deep kuweza kulitaja jina lake halisi kwenye media kama hivi, lakini hebu tupite na ile jina ambalo wewe unalifahamu. Nataka nikupe kidogo ya story kumhusu Rachel Vera mpaka hapa alipofikia. Sasa hivi bimdada Rachel Vera inapatikana huko nchini Marekani, lakini nataka nikupe story kabla ya kufika nchini Marekani alikuwa anaishi wapi, lakini pia lifestyle yake ilikuwa ni vipi. Rachel Vera ni miongoni mwa wasanii waliowahi kujipatia umaarufu mkubwa ndani ya mkoa wa Kigoma. Hapo naizungumzia Nyarugusu Camp ambayo inapatikana katika wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma, Tanzania. Alijulikana kwa kipaji chake katika sanaa mbalimbali ikiwemo uigizaji, muziki na hata uigizaji wa video. Hapo wanazungumzia video vixen. Safari yake ya kisanaa ilikuwa na misukosuko mingi, mabadiliko mengi pia yaliyopelekea hadi kuweza kumfanya Rachel Vera aweze kuonekana mtu wa design nyingine kabisa. Lakini baadaye Rachel Vera bwana alipata bonus ya kuelekea nchini Marekani, ambapo pia alipofika nchini humo Marekani aliendelea kujitafuta katika nafasi yake katika ulimwengu wa burudani kwa njia tofauti tofauti. Hasa hapa mimi nataka nikupe kidogo ya story kuhusu maisha ya Rachel Vera kisanaa, kwa namna alivyoanzia huko chini mpaka hapa alipo. Na imani tumekuwa tukishuhudia video clips nyingi sana ambazo Rachel Vera amekuwa akizishare kwenye mitandao yake ya kijamii, ambapo kwa namna unapotazama kwa jicho la Kiafrika hivi tunaona kabisa kwamba yupo kabisa tofauti na maadili ya Kiafrika. Kwa sasa hivi Rachel Vera ni Marekani, naweza kusema hivyo, na kuna namna pia tuliwahi kukutana na video clip ambayo amesema kwamba unapokuwa Marekani bwana ni tofauti kabisa na maisha au mazingira ya Afrika. Kwa hiyo kule mtu anaishi the way anavyotaka, kwamba hata ukitaka ufanye vipi unakuwa ukiishi. Kwa hiyo ule uhuru ambao anaupata kwa Marekani, anahisi kwamba anaweza akajifanyia kitu chochote kile bila kuhofia kwamba wapi ametoka au akina nani wanamtazama na watu gani ambao amekuwa nao. Rachel Vera alianza kujulikana akiwa mkoani Kigoma, sasa huko unapozungumzia Nyarugusu, ambapo alivutia mashabiki wengi kutokana na haiba yake, urembo na ujasiri wa kuonesha vipaji vyake hadharani. Sasa alianza kama muigizaji wa filamu ndogo za mtaani ambazo zilikuwa zikizungumzia maisha halisi ya kijamii, mapenzi na changamoto za vijana ambazo tumekuwa tukizipitia. Na imani wewe kama kijana unajua kwamba ni changamoto zipi ambazo tunakuwa tunazipitia. Na baada ya muda alianza kujaribu bahati yake kwenye muziki, akaanza kurekodi hadi nyimbo. Yote ni kujitafuta katika maisha, lakini pia kujiona kwamba yeye ni mwanasanaa, anatamani kuwa na kitu fulani, yani ile passion. Unajua kuna vitu viko vina motivate kwamba aweze kufanya sanaa yake, lakini aliamini kabisa kupitia sanaa yake ipo day kabisa kwamba atakuja kupata mafanikio. Na baada ya muda alianza kujaribu bahati yake, ingawa kufanikiwa kufikia mafanikio yake makubwa kwenye upande huo wa uimbaji. Rachel Vera bwana aliamua kustop huko, lakini watu wengi sana walimtambua zaidi kupitia tasnia yake ya uigizaji na uhusika wake kama video vixen kwenye video za wasanii wakubwa wa muziki mkoani Kigoma. Hapo naizungumzia Nyarugusu na Kasulu yote kwa ujumla. Rachel Vera bwana kupitia uigizaji, baada ya kujaribu kwamba aimbe kidogo, akaona kwamba huku kidogo parefu sana, akaamua kuachana na kule kwa sababu watu wengi walikuwa wanamfahamu kupitia tasnia yake ya uigizaji. Aliamua kurudi katika uigizaji, na nataka nikusanue hii hapa. Baada ya kuwa ameingia deep kabisa kwenye uigizaji, alikwenda kushiriki katika filamu moja ambayo ilikwenda kumtambulisha zaidi na zaidi na watu kuweza kufahamu kwa Rachel Vera sasa kwa pale alipofikia basi amepiga hatua kubwa, na watu wakaanza kuona kwa Rachel Vera basi amekuwa. Rachel Vera kwenda kuigiza na mshikaji fulani ambaye alifahamika kwa jina la Jackson wa kizazi kipya. Huyu ni mchekeshaji maarufu zaidi kutokea DR Congo huko, lakini kwa sasa hivi yupo Tanzania kwenye kambi ya wakimbizi pia.
Rachel Vera alikwenda kushirikishwa kupitia filamu ambayo ilifahamika kwa jina la Facebook. Kupitia filamu ile pale ilikwenda kumuongezea umaarufu na kumweka katika nafasi fulani hivi kupitia tasnia yake. Sasa baada ya hapo Rachel Vera aliendelea kufanya hivyo na kushirikishwa kwenye filamu tofauti, lakini pia licha ya Rachel Vera kuweza kuingia deep kabisa kwenye masuala ya uigizaji, lakini pia katika sanaa aliamua sana kujitanua. Aliamua tena kurudi kwenye muziki, ambapo pia alikwenda kufanya kolabo na msanii ambaye alikuwa akivuma kwa kipindi hiki, Follow Bugatti, Paul Matete. Na hata hivyo kukomea hapo, alikwenda kufanya pia kolabo fulani hivi, wimbo mkali kinoma akiwa na Fire Nail kutokea hapo Nyarugusu Kambini, ambapo inapatikana wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma. Hakuishia hapo, na hata alipopata sasa hiyo bonus sasa ya kuelekea nchini Marekani, na ndio nataka nikupe sasa uweze kufahamu mambo mengi na kusanua sasa hapa. Na imani utaenjoy vya kutosha. East African Boy nimepoa kwenye kipaza kuweza kukupa burudani ya kutosha. Rachel Vera amekaa hapo kwa muda mrefu sana, na baada kipindi fulani hivi cha kujitafuta nchini Tanzania, Rachel Vera alihamia nchini Marekani. Hatua iliyobadilisha kabisa muonekano wake wa maisha ya kikazi au kupitia sanaa yake ya uigizaji, uimbaji pia na video vixen. Nchini humo aliendelea kufanya kazi kama video vixen katika miradi mbalimbali ya wasanii wa Afrika na hata huko Marekani. Na imani kwa kipindi ambacho Rachel Vera akiwa kama na miezi kadhaa hivi alikwenda kuonekana kwenye wimbo wa gospel ambao ulikuwa unaenda kwa jina la Ingrid. Alitisha vibaya sana. Alitisha vikali kinoma, lakini pia alishine kuwaka kuonesha ukubwa wake kwamba Rachel Vera ni mtu wa namna gani. Uwepo wake kwenye mitandao ya kijamii uliendelea kukua taratibu kutokana na muonekano wake wa kipekee na ujasiri wake wa kujionesha bila hofu. Ina maana akiwa amesimama anafanya chochote kila anachofeel kwamba hichi nikikifanya kwa pande wake yeye kwamba anakiona ni bora, haofiki kitu chochote. Kwa hiyo yeye anafanya na anafanya kweli kweli. Mabadiliko sasa ya kimaisha na kitaaluma sasa kwa Rachel Vera aliendelea kuonekana siku baada ya siku kupitia sanaa yake ya uigizaji, uimbaji, lakini pia kama video vixen. Kadri muda ulivyozidi kupita au muda ulivyozidi kwenda, Rachel Vera aliamua kubadilisha mwelekeo wake wa kimaisha au kisanaa, kuingia rasmi kwenye ulimwengu wa content creation, aliamua sasa kuwa kama content creator, kwa sababu kule alipokuwa baada ya kufanya Ingrid yake gospel, ina maana hata madili ya kufanya kuwa kama video vixen yalianza kupungua, ukizingatia kwamba Marekani ni mji ambao kila mmoja yuko busy anytime, right? Kwa hiyo Rachel Vera alianza kuona kwamba madili yamepungua, hebu nijaribu upande mwingine, niwe content creator. Akaamua sasa kuwa content creator. Hapo ndipo alianza sasa kujulikana zaidi kwa kutengeneza video zake za aina tofauti, hasa zile zinazoonesha maisha yake, urembo, mazoezi na hata mitindo ya mavazi yake. Alianzia huko sasa, ambapo kila mmoja alianza kuona Rachel Vera, she's a beautiful, right? Rachel Vera alikuwa na uzuri ambao hata mwanamke mwenzie alipokuwa akimtamani, alitamani hata kuwa mwanaume kutokana na uzuri, urembo, lakini pia katika zile katalogi zake, unajua anapiga catwalk fulani hivi ambapo kila mmoja alikuwa na feel kuishi naye. Hata hivyo mitazamo mashabiki wengi ilianza sasa kutofautiana baada ya baadhi ya video zake kuibua mijadala mikubwa mitandaoni kutokana na mavazi yake ya utata, unajua. Ina maana kila mmoja alianza kujaji sasa kwamba Rachel Vera ameanza kuchange, kwamba kutokana na vile ambavyo watu walikuwa wakimtambua kupitia kama muigizaji, lakini pia mwana sanaa, video vixen. Ina maana sasa ule mtindo wa mavazi yake sasa ulianza kuchange. Ina maana akaanza kuvaa nguo zingine ambazo si za stara. Mara nyingi huonekana akicheza au kuzungumza akiwa amevalia nguo za ndani tu au mavazi ya kuonesha mwili wake, jambo ambalo liliwafanya baadhi ya watu wengi waone kuwa anazidisha uhuru wake sasa kisanaa. Ina maana anapitiliza ile mipaka, kusema kwamba hata kama muigizaji inabidi usimamie mipaka fulani hivi. Kikubwa sasa watu wanakutazama watamani kuona vitu vipi ambavyo vitakuwa vinawajenga, pia kuwaelimisha kwa namna fulani hivi. Hakuishia hapo bwana. Maoni ya watu yalianza kuleta changamoto sasa kutokana na vile ambavyo Rachel Vera hata inaposhauriwa alianza kuonekana kama mkali. Ilifikia hadi hatua stories zilitrend kusema kwamba Rachel Vera anatamani au anakaribia kutengwa na umoja wa wabembe huko nchini Marekani kutokana na vitendo vyake ambavyo alikuwa akivifanya.
Wapo wanaomuona Rachel Vera kama mfano wa mwanamke jasiri anayetumia mwili wake kama sehemu ya sanaa ya kujitegemea kifedha bila kuogopa mitazamo ya watu, na kwa upande mwingine wapo wanaomkosoa wakidai anavuka mipaka maadili ya kijamii na kuathiri taswira ya wanawake wa Kitanzania katika mitandao ya kijamii, lakini pia kuathiri mitazamo ya wanawake wa jamii yake ya Kibembe kwa mitandao ya kijamii, ambapo pia mitazamo ilikuwa ni mingi sana. Na licha ya ukosoaji huo, Rachel Vera amebaki kuwa na msimamo wake wa kuamini kuwa sanaa ni uhuru wa kujieleza na kwamba anachokifanya ni sehemu ya kujijenga kama brandi kimataifa. Rachel Vera kama tunavyofahamu kuwa ni mwanasanaa, kwa hiyo anatumia zile video ambazo wewe kwa mtazamo wako unaweza kufikiri kwamba Rachel Vera anavuka mipaka na kuzidisha uhuru katika sanaa. Yeye anaona kwamba ndio uhuru pekee wa kumfanya aweze kujenga brandi yake kimataifa, na hivyo anatengeneza soko ambalo pia hata wasanii wa Marekani wanatamani pia kufanya kazi na Rachel Vera, wakizingatia kwamba anatokea Afrika, Kigoma, Tanzania. Kwa hiyo wanatamani hata kufanya naye waweze pia kubadilisha ladha, so uzungu na uzunguni hasa kweli bwana. Safari ya Rachel Vera ni mfano wa namna wasanii wanavyoweza kubadilika kulingana na mazingira, fursa na mitazamo ya dunia ya kisasa. Kutoka Kigoma hadi Marekani, kutoka kwenye uigizaji hadi kuwa content creator, amebaki kuwa mwanamke anayetambulika tu kwa ujasiri wake, ubunifu na hata utayari wake wa kujituma. Hata kama njia zake zimezua mijadala, ni wazi kuwa Rachel Vera amefanikiwa kujenga jina lake katika ulimwengu wa kidijitali, akiwa kielelezo cha kizazi kipya cha wasanii wanaoamini katika uhuru wa kujieleza na matumizi ya mitandao kama sehemu ya kazi zao za kisanaa. Mambo yamekuwa ni mengi sana, ambapo pia kwa siku zilizopita tu Rachel Vera amekwenda kuachia video fulani hivi ambayo imekuwa ikileta taharuki, lakini pia video ambazo zimekuwa zikionyesha na kuleta mitazamo tofauti kwa kila mmoja, ambapo kila mmoja amekuwa na mtazamo wake kupitia video ambazo Rachel Vera amekuwa akizishare kwa kipindi hiki. Wengi wamekuwa wakizungumza kuwa Rachel Vera anapoelekea tumepoteza mtoto, lakini Rachel Vera bado anasimamia msimamo wake kwa kipindi ambacho kama nilivyokudokeza hapo kwamba kuna kipindi umoja wa wabembe huko nchini Marekani ulikaa chini kuweza kumshauri Rachel Vera, lakini Rachel Vera alionekana kuwa ni mtu ambaye anasimamia misimamo yake. Na nikusanue kidogo labda ambacho ulikuwa ukifahamu, Rachel Vera ni binti ambaye alizaliwa katika familia ya kilokole, right, ambaye pia wazazi wake walikuwa wameokoka, wanampenda Yesu. Na kipindi cha nyuma Rachel Vera alikuwa akienda hata kanisani na alikuwa kama mwimbaji kwaya, lakini alibadilika kutokana na mazingira baada ya kujiona kwamba ni binti ambaye anatakiwa sasa kujitafuta yeye kama yeye. Na hatimaye nilibahatika kukutana na story ambayo alikwenda kuiachia siku ya jana, ambapo pia alikuwa akieleza kutokana na vile watu wamekuwa wakitoa comments mbalimbali kuhusiana na kila ambacho Rachel Vera amekuwa akifanya, lakini pia watu wamekuwa wakitoa ushauri mkubwa kutokana na kile kitu ambacho anakifanya. Kwa sasa hivi amekuwa akishare videos ambazo zinakuwa nusu tupu, amekuwa akionyesha video ambazo ni anakuwa anacheza na nguo za ndani, lakini pia anazungusha kiuno kama kimefungwa mota hivi, huko akiwa amevalia nguo ambayo si ya stara. Lakini yote na yote kwa upande wake ni kama kujitafutia brand, kujijenga kimataifa, lakini yote inakuwa kama inaathiri huko alikotoka, kwa sababu wapo watu wengi sana ambao walikuwa wanapenda na kumfahamu na kuendelea kumfuatilia kutokana na kile kitu ambacho alikuwa akikionyesha akiwa bado yupo huko. Lakini baada ya kufika Marekani mindset changed, you know lakini inabidi tuishi naye hivyo hivyo. Na kwa siku ya jana amekwenda kuweka story yake ambayo alikwenda pia kuachia kitu fulani hivi. Kwenye story yake ya Facebook pia Instagram alikwenda kutype maneno fulani hivi, huku video zake zikiwa zinaonekana kwenye story pale. Alionyesha kucheka, lakini pia akiwa ameambatanisha na emoji fulani hivi ya kufurahi mpaka mtu unatoa chozi. Huku aliendelea kuandika akizungumza hivi, maneno yake alikuwa akisomeka hivi: wanawake wote mnao comment utumbo mnaofia bwana zenu, sasa nawaambiaje? Ninaona ninatamba nao inbox. Akaendelea pia kushare emoji fulani hivi za kufurahi mpaka mtu anatoa machozi, na baadhi yao wengi nina miamala yao ya hela wanazonitumia kunipongeza, mbwa nye. Lakini pia akaweka kitu kama kidole fulani hivi cha kati, na imani mnaelewa kwamba what does it mean, right?
Huku akaendelea kuandika kwamba soon naleta season 3, guys be ready. Akaendelea pia kuambatanisha emoji fulani hivi za kucheka mpaka anamwaga machozi, lakini pia anajipongeza kwa kujipa 5 fulani hivi. Hakuishia hapo, kwenye story yake pia nyingine Facebook pia Instagram aliandika kuwa sijui niachie kitu kingine kipya au niwape muda wa kupumua kidogo. Afu akatype pia emoji fulani hivi ambavyo vinaonyesha kuwa akicheke na maana anafurahia kile kitu ambacho anakifanya. Comment yako ni ipi kupitia sasa kila ambacho Rachel Vera anakuwa akifanya? Na imani kwamba video unaiona na pia unazitazama, lakini pia kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii Rachel Vera ina maana kwamba unamtazama kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo natamani ujaribu kudondosha comment yako kupitia kila ambacho nimekwenda kukusanua kwa siku ya leo. Bwana, usisahau kabisa kufanya kitu cha ungwana. Hakikisha una subscribe, una share, umelike, pia umedondosha comment yako pale ili niweze kutazama. Mimi nitarudia hapo kwenye comment yako, lakini pia nitakuja kukusanua pia kupitia ile comment ambayo utakuwa umetype hapo down. So hebu tuendelee kukaa hapo. Inasema kwamba iendelee kunyesha tuone panapovuja. Mimi naitwa East African Boy, sauti ya kupoa. Mswahili ndo mimi hapa. Bwana, tutakutana next time. Hii ni Banzamea TV na banzamea.com. Tukae hapo under Caress Entertainment au Rems Entertainment. Got you, baby.